بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 21 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440, ni kawaida tunapoanza katika 10 la mwisho baada salati al-isha kuna darsa, na mwaka huu insha Allah taala darsa ambayo tutasoma ni kitabu az-zakah katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. na kwa kweli الشيخ الفوزان حفظه الله kitabu chake hiki amekusanya ndani yake faida nyingi sana katika kila upande ambao ahitajika Muislamu kufahamu katika fiqh, na sisi tumechukua sehemu ya zaka peke yake, na siku hizi 10 ambazo tunazo hazitatosha kumaliza, kwa sababu kitabu az-zakah kama alivyotaja hapa Sheikh Al-Fawzan na kueleza kidogo amerefusha. Kwa kile tutakachojaliwa kukisoma tutakisoma, kilichobakia tutakiendeleza hata baada ya Ramadhani mpaka tumalize kitabu az-zakah insha Allah. Moja kwa moja tuingia katika kiini cha mada yetu, tukiwa tuanza mlango wa kwanza, babun fi mashru'iyyati az-zakati wa makanatiha. babun fi mashru'iyyati az-zakati wa makanatiha. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها، وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال. اعلموا، يوين. na mara nyingi wanaovioni wakija na neno hili katika mwanzo wa maneno yao wakusudia umuhimu wa mtu kutanabahi katika yale ambayo yatakayoorodheshwa baada ya hapo. Kujua Allah aniwafikishe mimi na nyinyi, annahu la budda min ma'rifati tafasili ahkam az-zakah, hakuna budi, ni wajibu kwa Muislamu, na huyo ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mali, ni wajibu juu yake ajue kwa ubainifu hukumu zinazofungamana na nguzo ya zaka, wa shurutiha, na masharti yake, وبيان من تجب عليه، كذلك wale ambao ni wajib juu yao kutoa zaka, waman tajibu lahu, na wale ambao ni wajib kuwafikishia zaka. Kuna wale ambao ni wajib juu yao kutoa na kuna wale ambao ni wajib kuwafikishia. wama tajibu fihi min al-amwal, kadhalika zile mali
ambazo ni wajibu kuzitolea zaka. Kwa hivyo hapa kuna vitu vitatu. Kuna yule mtoaji anayelazimika kutoa zaka, kuna wale wapokeaji ambao ni aina maalum, haijuzu kwa mtu kutoka nje ya wale waliotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama tutakavyoona mbele, na pia ni mali gani ambayo ni wajibu kuitolea zaka. قال حفظه الله: فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة. زكاة ni mojawapo wa nguzo za Uislamu, tena nguzo adhimu, nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu, kama zilivyokuja dalili katika Qur'an na Sunna. وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا. na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja pamoja sala na zaka katika kitabu chake katika sehemu 82. Sehemu 82 Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha baina ya sala na zaka, mimma yadullu ala 'idhami sha'niha, kuonyesha kuwa jambo lake ni kubwa, sio jambo dogo. Wa kamali litisali bainaha wa baina as-salah, na ukamilifu wa mafungamano baina ya zaka na sala. Ni vitu viwili ambavyo vimefungamana katika kutajwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna ukamilifu wa mafungamano baina ya zaka na sala, wa wathaqati lirtibati bainahuma, na nguvu ya mafungamano baina ya vitu hivi viwili. Hatta qala siddiqu hadhihi al-umma wa khalifatu ar-rasul al-awwal Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu: la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. mpaka kufikia as-Siddiq al-Akbar Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu asema: la uqatilanna, nitampiga vita, man farraqa baina as-salati waz-zakah, mwenye kutofautisha baina ya sala na zaka. Na haya maneno aliyosema wakati baadhi ya makabila baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikataa kutoa zaka, akasema Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu: nitawapiga vita kila aliyetofautisha baina ya sala na zaka. Sababu ni vitu viwili viko pamoja. Qala Allah ta'ala: wa aqimus salata wa atuz zakah. Na ndio asl katika wujub az-zakah, kwa Allah ameamrisha kusimamisha sala na kutoa zaka. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. lakini wakitubu wakashika sala na kutoa zaka, basi waachilieni. Hapa wakusudiwa makafiri, maana alama kubwa ya Uislamu wao ni kule kusali na kutoa zaka. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. Uislamu umejengwa na nguzo 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah. Alhadith. Ikatajwa nguzo ya 3 katika nguzo za Uislamu ni nguzo ya zaka. قال: وأجمع المسلمون على فرضيتها. kwa ijma' ya Uislamu hakuna ikhtilaf baina yao kuwa zaka ni faradhi, ni faradhi kwa Muislamu aliye na uwezo kutoa zaka. wa annaha ar-ruknu ath-thalith min arkani al-islam, na kuwa zaka ndio nguzo ya 3 katika nguzo za Uislamu. wa ala kufri man jahada wujubaha, kadhalika kwa ijma' ya Waislamu wote kuwa mwenye kukanusha uwajibu wa zaka atakufuru, wal'iyadhu billah. Anayesema kuwa zaka sio nguzo ya Uislamu, huyo atakufuru. wa qitali man mana'a ikhrajaha, na kuwapiga vita wote wanaokataza
wanaokataa kuitoa zaka kwa ijmaa ya Uislamu, kiongozi wa Kiislamu ana haki ya kuwapiga vita. Na hili jambo amelifanya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, aliwapiga vita wale waliokataa kutoa zaka. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق. نهابا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى akaanza kutaja fawaid na hikma zinazopatikana ndani ya ibada ya nguzo hii ya kutoa zaka. Qala wa fi zakati ihsanun ila alkhalqi, na katika ibada ya kutoa zaka muna kuwafanyia wema viumbe wa Allah. Wa hiya tuhratun lilmali min ad-danasi, na ni kuitakasa na kuisafisha mali kutokamana na uchafu. Wa hasanatun lahu min al-afat, na kuihifadhi mali kutokamana na kuangamia. Bimaana mwenye kutoa zaka aihifadhi mali yake kutokamana na maafa ya aina yoyote, kutokamana na kufilisika na kupata hasara katika mali yake. Wa ubudiyatun lirabbi subhanahu wa ta'ala, na mtu atoa zaka ni ibada, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya kutoa zaka. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى amwambia mtume wake na kumwamrisha kuchukua sadaka katika mali zao, na sadaka hapa yakusudiwa nini? Zaka. Khudh min amwalihi sadaqatan, yakusudiwa zaka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, uwatahirishe na uwatakase kwa hicho kitendo cha wao kutoa zaka. Wasalli alaihim, na uwaombee rehma hao wanaotoa zaka. Inna salataka sakanun lahum, hakika maombi yako ni utulivu kwao. Wallahu sami'un alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Qala wabitali fahiya tathhirun linnufusi min ash-shuhi wal-bukhli, kutoa zaka ndani yake kuna kuisafisha nafsi kutokamana na ubakhili. Na shuh ni ubakhili wa kupita mipaka, na kuna bakhil na kuna shahih, na yule bakhil na shahih. Ukitoa zaka wajitakasa nafsi yako kutokamana na tabia zote hizi za ule ubakhili. Qala wamtihanun lilghani haythu yataqarrabu ila Allah biikhraj shay'in min malihi almahbub ilayhi, na pia ni mtihani kwa yule aliyepewa uwezo, kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia, kwa kuwa ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa katika mali yake kitu ambacho akipenda katika nafsi yake. Mtu apenda mali, lakini akawa ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa kile anachokipenda. قال وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح. na Allah subhanahu wa ta'ala ameiwajibisha zaka katika mali ambayo ndani yake kuna kuwapunguzia dhiki wale wasiokuwa na uwezo, na katika mali ambayo hukithiri kukua na kupata faida ndani yake. Ma yanmu fiha binafsihi, kuna mali ambayo yenyewe ya kithiri, kalmashiyati walharth, kama kwa mfano wanyama huzaana, na ikiwa ni mimea hutoka katika ardhi na kuchipuka. Wama yanmu bitasarrufi wa idaratihi fi tijara, na kuna katika mali ambayo hukua kwa mtu kuitasarraf, kuipeleka ile mali yake katika kuuza na kununua, kufanya biashara.
kadhahabi walfiddati wa urudh at-tijara, kama kwa mfano dhahabu na fidda na vile vitu wanavyofanyia mtu biashara. وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه. na subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kiwango katika zaka kwa kadri ya ile tabu anayopata mtu katika mali kama ile. Bimaana ile tabu ikiwa nyingi na zaka yafanini yapungua, na tabu ikiwa kidogo na ile zaka kiwango chake yawa zaidi. Kivipi? Qala فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس. الركاز ni mtu achimba hivi amepata mali, watu wa jahiliya wameweka pengine katika sanduku hivi, jamaa amefunika dhahabu zake, ghafla akichimba mtu mpata dhahabu sanduku zima. Ar-rikaz hapa Allah subhanahu wa ta'ala akawajibisha al-khums, asilimia 20% utoe zaka. Kwa nini? Yani wachimba tu wewe upate tu, si rahisi. Kwa hivyo hii kwa kuwa ni sahali, Allah akaweka zaka yake ni zaidi. وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس. na kuna katika mali ambayo mtu apata tabu upande mmoja. Kivipi? Yule ambaye kwa mfano afanya kazi katika shamba lake lakini ategemea mvua, kwa hivyo upande wa maji ni bure, upande wa maji hapati tabu. Yeye tabu anayopata katika nini? Katika kulima, sio? Katika hali kama hii ikapunguzwa, ikawekwa nisf al-khums, ambayo itakuwa ni asilimia ngapi? 10%. وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس. na ikiwa tabu itapatikana katika pande zote mbili, kwa mfano katika shamba yualima na yeye anunua maji, kwa hivyo apata tabu katika sehemu zote mbili, katika hali kama itakuwa rubu' al-khums, ambayo itakuwa ni ngapi? 2.5%, asilimia 2.5 peke yake. وفيما يكثر فيه التعب والتقلب, kuna ile ambayo tabu huwa nyingi na mtu anapirika nyingi, afanya mambo mingi, kanuqudi wa urudh at-tijara thumna al-khums. Sasa hii kama mfano wa urudh at-tijara, mtu ambaye yupata tabu zaidi ya wathumuni ya khums, ya wathumuni ya khums. Yani kila ikiwa ile tabu ni zaidi, ndivyo sheria inavyokupunguzia nini? Inavyokupunguzia kile kiwango cha kutoa nini? Cha kutoa zaka. Qala hafidhahullah, waqad sammaha Allahu az-zakah. Allah subhanahu wa ta'ala ameita az-zakata liannaha tuzakki an-nafsa wal-mal, kwa sababu zaka yasafisha nafsi na yasafisha mali ya Muislamu. Fahiya laysat gharama, zaka sio kuwa eti watozwa gharama, la, wala dharibatan, wala si ushuru. fahiya laysat gharamatan wala dharibatan tunqisu almala wa tudhirru sahibahu. Kwa hivyo sio ushuru wala sio gharama walipishwa pengine ikapunguza mali yako na kukudhuru wewe mwenye kutoa zaka, la, bal hiya ala al-aks, bali ni kinyume cha hivyo. tazidu al-mala numuwan min haythu la yash'uru an-nas. Zaka anayotoa mja yafanya mali yake izidi bila yeye kujua. Wengi katika watu hawajui hili, lakini tizama wale ambao watoa zaka kwa haki yake inavyotakana kutolewa zaka, utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aikuza ile mali yao na kujalia baraka katika ile mali waliokuwa nayo. Qala sallallahu alayhi wasallam, ma naqasa malun min sadaqa, mali haipungui, haijapungua mali kwa mtu kutoa sadaqa au kutoa zaka. Kwa zaka anayoitoa mja si sababu
ya kumpunguzia yeye mali yake, bali ni sababu ya kuihifadhi mali yake na kuitia baraka mali yake na kujaza zaidi ile mali yake kukithiri. Na hapa kuna jambo muhimu nitamalizia, na darasa itakuwa kwa hivi dakika 20 haifiki nusu saa inshallah, ili tuelewe, maana maswali ni mengi sana kuhusu zaka. Lakini hapa nitaleta tambihi muhimu kwa kila ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo wa kimali, ajue kuwa ni wajibu juu yake kuisoma zaka, aifahamu vilivyo, kwa sababu ishakuwa yamhusu sasa. Kama kwa mfano sala, ni wajibu kwa Muislamu kuisoma sala, kwa sababu kila siku yoswali, asipoisoma sala aingia katika dhambi. Kwa hivyo yote ambaye aingia kuwa yeye ni katika watu ambao Allah amewapa uwezo kisha asiisome zaka, apata dhambi kwa hilo. Kwa nini? Kwa sababu amewacha ilmu ambayo ni faradhi, ni wajibu juu yake kuijua, kwa sababu ya mhusu. Na hapa ndio utaona watu wafanya makosa mengi sana. Ndio wasikia vile visa, mtu atoa zaka biskuti, mtu atoa biskuti ndio zaka, ama atoa peremende kwa watoto ndio zaka. Yani mambo kama haya yafanyika kwa sababu mtu hajui ahkamu zinazofungamana na zaka. Kwa hiyo kuna uwajibu wa kila ambaye Allah amempa mali, lazima ajiwekee juu yake aisome zaka, aisome na aielewe vizuri zaka, ili asije akafanya makosa katika hili jambo. Jambo lingine nitatanabahisha, wakati tusoma kitabu zaka katika al-mulakhas al-fiqhi, kuna mambo ambayo atayazungumza Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah kuwa kwake ameona ndio kauli ar-rajih. Sisi tutasoma, lakini ile kauli ikiwa kimimi ninavyofahamu yangu ndogo naona kuwa sio kauli ar-rajih, nitatanabaisha kuwa hii sio kauli ar-rajih kulingana na vile tulivyofahamu, na hiyo haipunguzi kadri ya hiki kitabu wala cheo cha Sheikh Al-Fawzan kuwa ni mwanachuoni vile vile. Kwa kuna mambo ambayo pengine nitatanabahisha, na sio mimi, nitanukuu maneno ya wanaovyuoni wengine, nitayanukuu hapa. Sitosema mimi nasema, sisi ni wanafunzi, si chochote. Tutanukuu maneno ya wanaovyuoni wengine, kwa mfano Sheikh Ibn Uthaymeen ama Sheikh Ibn Baz ama Sheikh Al-Albani, mfano wa maulama kama Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo katika imma wa ahli sunna. Kwa hivyo katikati huku kutakuwa na tambihat katika yale mambo ambayo sisi tunaona kuwa hapa ulama wengine wamekwenda kwa kauli hii kwa dalili ambazo ziko wazi zaidi. Kwa hivyo tutakuwa tukitanabaisha kila tukisonga mbele insha Allah taala. Kwa hivyo usione kuwa kila kilichoandikwa hapa basi tutasoma ni hivyo hivyo, la, kutakuwa na tambihat tukiwa tusonga mbele insha Allah taala. Leo ilikuwa ni utangulizi, na biidhnillah taala kesho moja kwa moja tutaanza wazakatu fi shara, na hapo ndio tutaanza kusoma ahkam zinazofungamana na ibada nzima ya nguzo ya zaka biidhnillah taala. Naktafi bihadha alqadr. Allah taala a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.